Karibu sana katika jambo la leo la June 16 mwaka 2026. Langu jina ni Esther Chilato. Nami ni Irene Kishua. Machache kati ya mengi utakayosikia ni pamoja na haya. Katika siku hii ya mtoto Afrika, hali ya ustawi wa watoto ipoje mkoani Shinyanga, hususan katika matukio katili dhidi ya watoto? Matukio yapo, ingawa kwa sasa hivi naweza nikasema ni kama yamepungua kidogo. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa kweli niseme ni kama yamepungua kidogo kutokana na ile reporting rate ambayo tuko nayo. Maana halisi ya nidhamu kazini kwa watumishi wa umma na binafsi katika wajibikaji. Iran na Marekani kufanya mazungumzo mapya siku ya Ijumaa. Serikali kuja na mkakati wa kuziunganisha timu kutoka pande zote mbili za muungano ili kuwa na ligi ya pamoja ya Tanzania. Mwanaisha Fresh unaweza fuatilia jambo la leo mubashara kupitia tovuti yetu ya www.jambofm.co.tz, lakini pia unaweza kufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook na TikTok kwa kuandika Jambo FM TZ, pamoja na YouTube kwa kuandika Jambo FM Radio Tanzania. Pati na kipupo nakiona. Acha. Jamani. Tunapauka. Tupake nini? Tunaenda kupaka mafuta. Tutafanyaje? Yao ukichanganya na asali ya Jambo. Asali ni nzuri kwa ngozi. Kumbe. Sasa mimi nahangaika siku zote usiniambie. Haya, karibu tuanze jambo la leo. Ikiwa leo Tanzania na mataifa mengine barani Afrika yanaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika kwa kauli mbiu usemayo mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Awali nimefanya mazungumzo na afisa ustawi wa jamii Lydia Kwesigabo na afisa maendeleo ya jamii Omari Jumanne Gombeye kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga kutaka kufahamu zaidi juu ya ustawi wa maadili na malezi chanya kwa ukuaji wa mtoto. Tukianza na afisa ustawi wa jamii Madam Kwesigabo, kwa sasa hali ya ustawi kwa watoto katika mkoa wa Shinyanga uko vipi na pengine changamoto zipi ambazo zinajitokeza mara kwa mara katika kushughulikia swala hili? Asante. Hali ya ustawi wa watoto tukiongelea swala la ukatili. Yes, ukatili dhidi ya watoto, matukio yapo, ingawa kwa sasa hivi naweza nikasema ni kama yamepungua kidogo, sababu unaweza kusema yapo kutokana na ile reporting rate wanavyoripoti, wanapopiga simu namba 116. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa kweli niseme ni kama yamepungua kidogo kutokana na ile reporting rate ambayo tuko nayo. Kwa hiyo na ni kwa sababu gani? Jamii kwanza imeelimika, sawa Kwa hiyo inapotokea tukio watu wanatoa taarifa, watu wanafika kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, wanafika kwenye madawati ya polisi kwa ajili ya kutoa taarifa na kuweza kuhudumiwa. Kuna issue za maadili kwa sababu kuna watoto wakati mwingine wanakumbana na ukatili kutokana na zile peer groups. Mtoto unakuta alikuwa na tabia njema, amejiunga na makundi mengine, mwisho wa siku anajiingiza kwenye tabia hatarishi, kwa unakuta anaingia kwenye nini? Kwenye ukatili pasipo kutarajia. Changamoto kwenye mapambano dhidi ya ukatili wa watoto, kwanza kuna swala lile la kumalizana. Unakuta tukio labda limefanyika ndani ya familia na aliyelifanya labda ni ndugu kabisa wa karibu. Kwa hiyo unakuta sasa kuna ile kuoneana aibu, wanaona huyu ni ndugu, sasa tunampelekaje kumshtaki mjomba, tunampelekaje kumshtaki kaka. Kwa hiyo unakuta wanayanyamazia, wanamalizana, mtoto anapewa alert usiseme kitu. Kwa hiyo mwisho wa siku sheria inashindwa kuchukua mkondo wake. Lakini changamoto nyingine ni watoto wanapokuja wakati mwingine mahakamani, pale ambapo unakuta sisi kama ustawi wa jamii hatujawahifadhi katika sehemu salama au nyumba salama, sababu wakati tunawapeleka sehemu salama kwa ajili ya kutunza ushahidi. Sasa unapokuta kwamba amekuja akarudishwa nyumbani na unakuta ni kule kule kafanyiwa, kwa mtoto anapokuja mara ya pili, mara ya kwanza labda mahakamani alisema mjomba ndali ni baka, lakini anapokuja mara ya pili alishauri nyumbani, ushahidi unabadilika, anasema mimi nilibakwa ni wakati naenda mnadani au wapi. Kwa hiyo tunapoteza nini? Ushahidi. Nimeshawahi kusikia pia mtoto baada ya kwenda na kurudi akasema kwamba muhusika ni hakimu mwenyewe. Kwa kuna hizo changamoto. Haya, kwa upande wa afisa maendeleo ya jamii, kwa kifupi sana, kwa kuzingatia kauli mbiu hii mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara, ni mikakati gani ambayo ipo ya maendeleo ya jamii inayoweza kusaidia kuimarisha malezi ya watoto? Kauli mbiu ya mtoto ni malezi, msingi wa familia bora
kwa taifa imara inasisitiza kuwa maendeleo ya taifa huanza kwa malezi bora ya mtoto ndani ya familia. Naweza kusema wazi kabisa sasa hivi kuna mikakati mbalimbali ya kimalezi inaendelea kama serikali. Kwa mfano, kuboresha upatikanaji wa elimu bora. Serikali yetu inajitahidi kujenga shule, kuhakikisha watoto wetu wanasoma, ambapo hii ni msingi na ni haki ya kila mtoto. Lakini pia mikakati mingine ni kuimarisha ulinzi wa mtoto. Ndugu mtangazaji, maafisa maendeleo tunajitahidi sana tukishirikiana na maafisa ustawi kumlinda mtoto, ambao ni mikakati ambayo imewekwa na serikali. Huwa tunasisitiza sana, kuna watoto pia katika malezi wanapitia mambo ambayo yanamnyima haki mtoto, ikiwemo ukatili. Serikali imeendelea kujitahidi, na sasa hivi kuna namba kabisa zimetolewa na serikali zinaratibiwa, namba 116, ambapo hii pia ni katika mikakati ya kumlinda mtoto. Kuna kuimarisha huduma za afya kwa mama na mtoto, serikali imeendelea kufanya. Hii yote ni vitu ambavyo vinaendelea kufanyika kwa ajili ya kutumiza kauli mbiu yetu, na ni masuala ambayo yanaendelea kufanyika na yalikuwa yanafanyika. Ndugu mtangazaji, niongezee kidogo kwenye mikakati ni mingi. Kwa mfano, tunapoongelea kwenye hiyo issue ya malezi, tunatekeleza program jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, ambayo imelenga mwaka 0 hadi 8. Kwa kushirikiana pia na wadau wa maendeleo, tunaanzisha vikundi vya malezi. Vikundi vya malezi sasa vinahusisha pande zote mbili, baba na mama, kwa sababu malezi yamezoeleka mama ndo mlezi mkuu, lakini tunataka na ushiriki wa kina baba. Wao kazi yao ni kwa ajili ya kuelimisha jamii. Asante, shukran sana. Haya, sasa siku ya mtoto wa Afrika huadhimishwa kila tarehe 16 Juni kwa kumbukumbu ya watoto wa Soweto nchini South Africa walioandamana mwaka 1976 wakidai haki ya kupata elimu bora. Maadhimisho haya yanatoa wito wa kuendelea kulinda haki za watoto na kuhakikisha wanapata malezi bora, elimu na mazingira salama kwa maendeleo yao na ya taifa kwa ujumla. Hapa nchini, maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yameanza rasmi leo na yatahitimishwa Juni 30 mwaka huu, ikiwa ni baada ya kuunganisha na siku ya familia duniani ya Mei 15 na siku ya wajane duniani ya Juni 23, lengo likiwa ni kuimarisha ushirikiano wa wadau katika kukuza ustawi wa familia na mtoto. Nimeipenda hiyo partner kwenye malezi ya watoto. Basi na kina baba na wenyewe wawe miongoni mwa malezi hayo wa watoto, kwa sababu asilimia kubwa malezi ya watoto tunachua kina mama peke yetu kabisa, na imeshakaliliwa hivyo kwamba malezi ni ya mama. Mtoto anapokuwa na mafanikio, mtoto wa baba. Karibikiwa wa mama. Mtoto wako huyo. Kwako. Tutoke huko jamani. Haya, sasa ni jambo la hapa Singida. Imeelezwa kuwa nidhamu kwa wafanyakazi mahala pa kazi katika sekta binafsi na zile za umma si swala la kufika ofisini kwa wakati pekee, bali kubebwa na uwajibikaji pamoja na uadilifu ili kuwezesha mafanikio ya taasisi. Kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya utawala na rasilimali watu, wanaeleza kuwa watumishi wa sekta binafsi na serikali wanapokuwa na nidhamu kazini huongeza tija kwa kujenga mazingira ya kazi yenye heshima, uaminifu na maendeleo endelevu. Zaidi juu ya swala hili, Saulo Steven kutoka mkoani Singida anaeleza. Kama kiongozi wa juu, yeye mwenyewe anakuwa mfano mzuri. Kwa hiyo tayari hata huku chini anakuwa ni mfano mzuri wale katika utendaji wa kazi. Swala la nidhamu tunaongelea kuwahi kazini, mavazi, wewe unavyoheshimiana na wenzako, unavyoshirikiana kazini. Kama hakuna nidhamu, hakuna uadilifu katika kazi. Na mafanikio yote katika kazi ni nidhamu. Kila mtu anapaswa kuwa na nidhamu katika kazi yake. Katika kuliangazia swala hili la uelewa na misingi ya nidhamu kazini, jambo la leo tumezungumza na baadhi ya wana maisha fresh wanaofanya kazi katika ofisi za umma na binafsi hapa mkoani Singida, ambao wanaelezea dhana ya nidhamu kazini pamoja na umuhimu wake. Katika utendaji wetu wa kazi kunakuwa na malengo. Sasa ili uweze kuyafikia malengo hayo, ni lazima nidhamu ihusike pale. Sasa kama nidhamu itakuwa sio nzuri, ina maana watu watachelewa kazini, na ukichelewa kazini inakuwa inasababisha usiweze kufikia yale malengo. Swala la nidhamu tunaongelea kuwahi kazini, mavazi, wewe unavyoheshimiana na wenzako, unavyoshirikiana kazini. Hilo ndio swala zima la nidhamu. Kama kiongozi wa juu, yeye mwenyewe anakuwa mfano mzuri. Kwa hiyo tayari hata huku chini anakuwa ni mfano mzuri wale katika utendaji wa kazi. Kwa hiyo kiongozi wa juu ni wa muhimu sana kuwa na nidhamu
ili wa huku chini waweze kufuata sawa sawa na nyumbani. Baba na mama wakiwa na nidhamu, watoto ni lazima waweze kufuata. Hata hivyo, nimezungumza na mmoja wa wataalamu wa masuala ya rasilimali watu na utumishi hapa mkoani Singida, ambaye anasema kufikia mafanikio nidhamu ni muhimu katika kazi, huku katibu tawala wilaya Singida Naima Chondo akibainisha hatua zinazofuatwa kwa watumishi wasio na nidhamu. Kama hakuna nidhamu, hakuna uadilifu katika kazi, na mafanikio yote katika kazi ni nidhamu. Kila mtu anapaswa kuwa na nidhamu katika kazi yake. Kuna kamati ya maadili ofisini, lakini pia tuna chombo cha wafanyakazi, kwa maana chama cha wafanyakazi kiko hapa. Kwa hiyo ina maana kwamba kama kuna na mgogoro wote ambao umetokea, basi unafuata ngazi. Kama ulikuwa kwenye idara fulani, kama ni mkuu wa idara aliyohusika, basi anaweza kwenda kwa mtu wa HR kupeleka tatizo lake, na kama anaonekana kwamba HR haliwezi, linaweza kuja kwa mkurugenzi, na kama ndio mkurugenzi aliyohusika, basi linaweza kwenda kwa bodi. Ikitokea kuna kosa, tunaenda katika mwongozo, tunaangalia ili kosa limeangukia sehemu gani, tunaangalia sheria na kanuni zote zinafuatwa. Ni wazi kuwa nidhamu kazini si jukumu la mwajiri pekee kusimamia, bali pia ni wajibu wa kila mtumishi kuzingatia kwa hiari na kwa kutambua mchango wake katika maendeleo ya taasisi na taifa kwa ujumla. Kutoka hapa mkoani Singida, hii ni 101.1 na hili ni Jambo la Leo. Jina langu ni Saulo Steven, Jambo FM. Nidhamu ni popote. Sio kazini tu, hata kwenye familia yako, hata kwenye maisha yako binafsi unatakiwa kuwa na nidhamu. Kabisa, ili mambo yaweze kwenda. Nidhamu maisha yanakupindua. Unaanza kulalamika, fulani na chanjwa usiku. Unaanza kututafuta tu pombe. Haya, jambo la hapa Dodoma. Huduma ya umeme kwa wananchi wa Mbande na maeneo ya jirani wilayani Kongwa mkoani Dodoma inatarajiwa kuimarika kufuatia uzinduzi wa kituo cha kubadilishia njia za usambazaji umeme pamoja na transformer ya kudhibiti umeme uliofanywa na serikali kupitia Shirika la Umeme Tanzania. Mradi huo umetajwa kuwa sehemu ya maboresho ya miundombinu ya umeme yanayolenga kuongeza uthabiti wa huduma, kuboresha usambazaji na kuweka mazingira bora kwa shughuli za kijamii na kiuchumi katika maeneo yanayohudumiwa. Taarifa zaidi na Gideon Gregory. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, waziri wa nishati Deogratias Ndejembi amesema serikali itaendelea kuimarisha uwekezaji katika sekta ya nishati kwa lengo la kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya umeme kwa uhakika. Kwa muda mrefu wananchi wa wilaya ya Kongwa walitegemea njia moja ya umeme ya msongo wa kilovolti 33 kutoka Dodoma mjini, hali iliyokuwa ikisababisha changamoto za upatikanaji wa umeme wa uhakika kutokana na ongezeko la mahitaji ya huduma. Kukamilika kwa miundombinu hii kutaimarisha upatikanaji wa huduma ya umeme katika wilaya za Kongwa, Gairo, Chamwino pamoja na baadhi ya maeneo ya wilaya ya Mpwapwa na maeneo ya wilaya ya Kiteto. Aidha, miundombinu hii itaongeza thabiti wa mfumo wa usambazaji wa umeme, kupunguza athari za hitilafu, kuboresha viwango vya umeme na kuongeza uwezo wa TANESCO kuhudumia mahitaji ya sasa na ya baadaye ya wananchi na wawekezaji. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Lazaro Twange amesema uwepo wa kituo hicho unatarajiwa kuongeza ufanisi wa mfumo wa usambazaji umeme pamoja na kuimarisha uwezo wa kudhibiti mtiririko wa huduma katika maeneo husika. Tunawashukuru sana wateja wetu kwa kuendelea kuwa wavumilivu na kutuvumilia, na sisi tunaahidi wakati wote tutaendelea kuwa wabunifu na kuwasikiliza na kutatua matatizo yao kadri inavyowezekana. Akizungumza na Jambo FM, mwenyekiti wa mtaa mamlaka ya mji mdogo Kibaigwa Angelico Fumbukila ameeleza namna changamoto ya umeme zilivyokuwa zikiathiri wananchi kabla ya ujenzi wa kituo hicho. Kabla kituo hiki hakijazinduliwa, umeme ulikuwepo lakini ulikuwa hauna nguvu, na ilikuwa ni shida kweli kwa mitaa mingine. Kwa mfano mtaa wa Kawawa, kuna majira fulani kama ikifika saa 2, saa 3 umeme ulikuwa unakatika. Kwa hiyo ni kawaida, hiyo ilikuwa ni kawaida kwamba umeme lazima muda huo unakata tena mpaka labda kesho au saa 11 hivi tena unarudi, na umeme ambao ulikuwepo ulikuwa hautoshelezi. Kwa mfano pale kwetu Kibaigwa tuna viwanda vingi sana vya uzalishaji, tuna viwanda vya wengine wanatengeneza hizi katani kwa pale, viwanda vya mafuta ya alizeti, kusaga mahindi, nafaka, kuboresha nafaka, karanga. Kwa hiyo kwa ujumla umeme ulikuwa haujitoshelezi, yani watu wengi walikuwa wanapata hasara kwa sababu foleni zinakuwa kubwa, kwa sababu uzalishaji watu wanakuja na mizigo, wanashindwa kupata huduma kwa sababu umeme hautoshi.
Nao baadhi ya wananchi wameeleza kuwa ujenzi wa kituo hicho utaenda kuwa mkombozi hasa katika upande wa uzalishaji na utekelezaji wa shughuli za kiuchumi. Baada ya hichi kituo nategemea kabisa kwamba swala la ukatikaji wa umeme kutakuwa hakuna, pia na nguvu ya umeme nadhani pia itakuwa ni nzuri zaidi kulingana na vifaa, kwa sababu sasa hivi hapa kidogo watu wamejitahidi kununua vifaa vyenye nguvu. Kwa hiyo umeme ukiwa mdogo utavuta. Kwa mfano kama sisi pale kanisani, umeme ukiwa mdogo baadhi ya vifaa vyetu unakuta vinazima, havitumiki kwa sababu vinataka umeme ulio mkubwa. Lakini baada ya hichi kituo kuja nadhani kidogo mambo yatakuwa yamekaa vizuri zaidi. Nina sehemu yangu ya grocery, boga natengeneza hata ice cream, vitu vingi tunavyo na vigandisha mle. Sasa utakuta umeme kama umekata unakuwa unapata hasara, vitu vinayeyuka tena, kwa hiyo kunakuwa ni hasara tu. Lakini umeme ukikaa vizuri na sisi mambo yetu yataenda, maana wanawake tuna vitu vidogo vidogo vingi vya kuvifanya, lazima vitaendelea tu. Umeme jua ukikata mambo ukuta kazi nyingine haziendi kwa ajili ya umeme. Kutokea hapa wilayani Kongwa mkoani Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Asante sana Gideon Gregory kwa taarifa hiyo kutoka wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma. Sasa ni jambo la kimataifa. Iran na Marekani zinatarajia kuanza mazungumzo mapya siku ya Ijumaa nchini Uswisi ili kujaribu kufikia makubaliano ya mwisho ya amani. Hayo yameelezwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi baada ya taarifa kusema kuwa makubaliano ya awali yamesainiwa kwa njia ya kielektronik. Aidha, Araghchi amesisitiza kuwa kumaliza vita nchini Lebanon ni suala muhimu na shambulio lolote la Israel dhidi ya Lebanon au kuendelea kuyakalia maeneo ya nchi hiyo ni ukiukaji wa makubaliano hayo na kwamba wanafanya mazungumzo na Marekani kwa uangalifu mkubwa. Kwa upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump ameandika katika mtandao wake wa Truth Social kuwa Iran imekubali kuwa hatumiliki silaha za nyuklia, huku akikanusha pia taarifa za Marekani italipa dola milioni 300 kama fidia kwa Iran. Haya, tusubiri tuone hiyo Ijumaa mambo yatakuwa vipi utekelezaji. Haya, na katika michezo, serikali imesema kama nchi inashindwa kuwa na ligi ya Tanzania kutokana na nafasi zilizokuwa zinagombaniwa kwa ajili ya kuiwakilisha nchi katika mashindano ya Afrika, hivyo imeamua kutafuta utaratibu wa kuziunganisha timu kutoka pande zote mbili za muungano. Hayo yamebainishwa bungeni mjini Dodoma leo na naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Hamis Mwinjuma wakati akijibu swali la nyongeza la mbunge wa Bumbwini Mwenye Jamal Ramadhani iliyohoji ipi ni ligi ya taifa kama zilivyo nchi nyingine tofauti na ligi ya NBC na PBZ kwa Zanzibar. Kwanza, ligi ya muungano inayofanyika sasa hivi ni tofauti na ligi ya muungano iliyokuwa miaka ya nyuma, na sababu ya utofauti huo ni kwamba ligi ya muungano ya miaka ya nyuma ilikuwa inafanyika ili kupata mwakilishi wa nchi nzima kama Tanzania kwenda kuiwakilisha kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika. Baada ya Zanzibar kupata association membership ya CAF, iliruhusiwa kutoa timu zake kwa ajili ya kuiwakilisha Zanzibar kwenye mashindano haya ya CAF. Kwa hiyo hakukuwa tena na ule mshiko wa ligi ya muungano ambao ulikuwepo mwanzoni, kwa sababu ligi hii haikuwa ikitoa washindi kupeleka kwenye mashindano makubwa barani Afrika. Kwa hivyo tunashindwa kuwa na ligi ya Tanzania ambayo ni tofauti na hii tunayoifanya sasa, ambayo inashirikisha vilabu vya Tanzania bara na Zanzibar, kwa vile nafasi ambazo zilikuwa zinagombaniwa kwa ajili ya kuiwakilisha nchi kwenda kwenye mashindano ya Afrika ndio hizi ambazo zimegawanywa, ziko pande zote mbili. Lakini hata hivyo tumeanza mazungumzo kuona namna ambavyo tunaweza kuziunganisha ligi hizi, na badala ya kutoa washindi kutoka Zanzibar na washindi kutoka bara, wawe washindi kutoka Tanzania nzima ambao watakwenda kuiwakilisha nchi bila kujali upande wa muungano ambao wametokea. Kwa sababu inayofanya ligi hii kufanyika kwa sasa ni sababu ya kudumisha muungano wetu hasa kwenye upande wa michezo na sio kupata washindi ambao wanakwenda kuiwakilisha nchi. Lakini bado tunakusanya maoni ya kuona namna ambavyo tunaweza kuiboresha ligi hii ili kuongeza muda ambao inachezwa, lakini kuingiza kabisa kwenye ratiba za TFF na ZFF iende kwa muda mrefu zaidi na ihusishe vilabu vingi zaidi, lakini pia kuona aina ya wachezaji ambao wanaweza kucheza kwenye ligi hii. Haya, mchezaji namba 9 wa mchongo, na lipi la kusema kwenye hili? Ni jambo jema sana Mheshimiwa Mwinyi ambalo ameliuliza hilo swala. Kama kuna nchi zingine zinakuwa zina timu za taifa za kwao ambazo zinazitambulisha. Kwa hiyo sasa ni jambo jema kuwa na ligi za taifa. Ligi. Tunakuwa kuwa na ligi za taifa. Haya, sawa. Lakini pia katika hatua nyingine, Mwinjuma amesema serikali itafanya ukarabati wa viwanja mbalimbali vya michezo nchini baada ya mashindano ya AFCON 2027 kikiwemo cha Karume kilichopo Musoma mkoani Mara. Haya. Sasa ni habari njema katika kuendeleza
michezo. Unajua kuwa na kiwanja kizuri hivi partner wakati mwingine kuna tuhamasisha kuwa na timu nzuri kabisa, kwa sababu unakuta kwamba miundombinu ya michezo hamna. Ni kama tu ukiwa nyumbani kwako kwa kueleweki, hata kurudi nako unaona narudi kufanya nini? Unakuwa unazurura kwa watu. Unazurura, nikirudi naenda kulala. Haya, na ndivyo hivyo basi tunaweka nukta ya jambo la leo la Juni 16 mwaka 2026. Miongoni mwa waliosikika jioni hii ni pamoja na haya. Katika siku hii ya mtoto wa Afrika, hali ya ustawi wa watoto ipoje mkoani Shinyanga, hususan katika matukio ya ukatili dhidi ya watoto? Matukio yapo, ingawa kwa sasa hivi naweza nikasema ni kama yamepungua kidogo. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa kweli niseme ni kama yamepungua kidogo kutokana na ile reporting rate ambayo tuko nayo. Maana halisi ya nidhamu kazini kwa watumishi wa umma na binafsi katika uwajibikaji. Kimataifa, Iran na Marekani kufanya mazungumzo mapya siku ya Ijumaa. Na katika michezo, serikali kuja na mkakati wa kuziunganisha timu kutoka pande zote mbili za muungano ili kuwa na ligi ya pamoja ya Tanzania. Asante kwa kuungana nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jambo la leo, mimi ni Irene Kishiwa. Nami ni Esther Chilato, na wakati mwema.